utufariji tena, maana neno lako ndilo nguvu yetu. Utupe nguvu Baba, utufariji tena, maana neno lako ndilo nguvu yetu. Haleluya, mtu wa Mungu. Nimerudi leo tuangalie mada moja inayoitwa kukataliwa au kuachwa. Kukataliwa ni kitendo cha ndugu, jamaa, mume, mke, watoto, rafiki, familia na jamii kwa ujumla kukukataa, kukutenga na kukuacha mwenyewe ukawa mpweke. Hujui ni wapi uende, hujui ni wapi uegemee, hujui ni wapi pakushika. Unakuwa ni mwenyewe mpweke, hauelewi. Yani lamani yako ya maisha yote imefutika. Lamani ya maisha imefutwa, imefutika. Hicho ni kitendo kigumu sana. Yani hiyo hali huwa ni ngumu sana. Hali ya kuachwa mwenyewe, hali ya kukataliwa huwa ni ngumu sana kuishi nayo. Hiyo hali kwa kweli huwa ni ngumu sana. Unahitaji msaada wa Mungu. Unahitaji msaada wa Mungu. Mungu mwenyewe ainue msaada, akutetee. Bila yeye ni kweli maisha yako yatakuwa ni magumu sana. Maana utakuwa hauna mtu yoyote ile wa kumwambia tatizo lako. Hauna mtu yoyote anayekusikiliza. Kwa hiyo hali huwa ni ngumu sana. Hiki kipindi huwa ni kigumu sana. Mtu huwa anapata mawazo mazuri kwa wakati mmoja na mawazo mabaya kwa wakati mmoja. Na mara nyingi mawazo mabaya ndio huwa yanakuwa na sehemu kubwa. Ni kweli mtu anapopita kwenye hilo huwa anapata mawazo mazuri na mawazo mabaya kwa wakati mmoja, lakini mawazo mabaya ndio huwa yanachukua nafasi kubwa sana kwenye moyo wa mtu. Mawazo mabaya huwa yanapata nafasi kubwa. Ndio maana unakuta mtu umemwacha sasa hivi, alikuwa na wewe, lakini akili yake kumbe ilikuwa inawaza mabaya. Dakika chache unasikia amejizuru, amekufa. Kwa hiyo mtu akibaki peke yake, jamani, inakuwa ni ngumu. Anapokuwa ameachwa, anapokuwa ametengwa, anapata yale mawazo mabaya ambayo yanamwambia ni afadhali ufe, ni afadhali ufanye hiki, upotee. Ndio maana mtu anachukua uamuzi mgumu, uamuzi ambao kwa akili ya kawaida angekuwa amekaa amefikiria vizuri asingefanya hivyo. Lakini hicho kitu kinatokea kwa sababu ya hii stage, jamani. Huwa ni ngumu sana. Yani ni ngumu sana. Wazo jema huwa lina nafasi ndogo sana kwenye moyo wa mtu. Ndio maana unakuta sasa mtu anaamua kujiua, anaamua kunywa sumu, anaamua kujinyonga, akapoteza maisha. Ni kwa sababu ya stage hii ya kuachwa au kukataliwa. Hii ni mbaya sana. Stage hii huwa ni mbaya sana. Ninakumbuka kuna kipindi nilishawahi kukipitia. Ninapenda nikupe ushuhuda mdogo. Nilikuwaga na kitu changu kizuri ambacho ndicho ninakipenda, kinanipa hela, kinafanyeje, lakini mwisho wa siku nilikipoteza. Na kukipoteza nilipoteza, nilipoteza kila kitu, niliondoka mimi kama mimi. Kwa hiyo kile kitendo kiliniumiza sana. Nilionekana nimeachwa mwenyewe, nimetengwa mwenyewe, iliniwia ugumu. Ni kweli ilifikia wakati nilikuwa nipo kwenye gari na safiri sasa. Nilishindwa kujikaza, nilishindwa kujizuia, nilikuwa na maumivu makali sana moyoni mwangu. Nilikuwa na maumivu makali. Unaelewa maumivu makali. Nilishindwa kujikaza, nikajikuta nalia mbele za watu. Sikuangalia humu kwenye gari kuna watu wangapi, kuna wanaonitazama wangapi, kuna wengine walikuwa wamepumzika, wamechoka na safari, lakini siangalia kwamba muda sio wa kulia. Sijui nilijisikiaje. Nilijikuta tu nimeshalia,
nimeshalia na watu sasa walikuwa wanashindwa wanisaidie kipi, hawajui. Unajua mle kwenye gari mnakutana watu, mnatoka kwenye sehemu mbali, kila mtu anatoka sehemu yake. Kwa hiyo walikuwa hawajui nimepatwa na nini, hawajui yani nimekutwa na nini, lakini moyo wangu ulikuwa una maumivu, nililia kweli, walinishangaa. Lakini mimi nikamwambia Mungu, ni nini hiki? Ninafanya nini hiki? Mwisho wa siku nilijikuta tu Mungu anashusha faraja yake. Nikajikaza, nilinyamaza, nikainamia tu kwenye kiti changu, nikasema Mungu nitetee. Nipo kwenye gari, Mungu nitetee, Mungu nitetee. Ni kweli ninamshukuru Mungu, nilijikaza na Mungu alishusha faraja yake pale. Nikaendelea na safari yangu hadi nikafika huko nilikokuwa naelekea. Ninamshukuru Mungu, na nilipofika huko, maana yake niliondoka ili niende kwenda kuanza maisha eneo lingine ambako ni tofauti na hilo eneo nilikotoka, ambako nimepata maumivu. Ninamshukuru Mungu, baada ya kufika kule nilianza tena mwanzo, nilianza chini, nikaanza. Mungu alinitia nguvu, Mungu alinifariji, Mungu aliniinua tena. Hata mnavyoniona siku ya leo nipo naendelea. Niliendelea pale nilipoishia, mpendwa. Mungu huwa anaweza kumtia mtu nguvu. Mungu huwa anamtazama mtu, anasema mtoto wangu ameteseka kwa muda mrefu, acha nimpumzishe. Ni kweli nilikuwa nimeumizwa, lakini kwa kumuita Mungu, nilimwisi Mungu sana. Mungu nitetee, nipe nguvu tena za kuinuka, nipe uweza tena wa kuinuka. Ni kweli niliinuka, nikaendelea tena na safari ya maisha. Kwa hiyo ninakusii mpendo wangu, unaweza ukapita kwenye gumu ukasema aisee, mbona kama niko peke yangu? Kuna wengi wanapita, sema tu hawaongei. Wengi wanapitia magumu, wakikusimulia unaweza ukashangaa ukasema kumbe na la kwangu hili ni dogo. Ni kweli wapo watu wanapita kwenye magumu, lakini wanaendelea kumtazama Mungu. Ni kweli hiki kipindi huwa ni kigumu sana, kipindi cha kuachwa, kipindi cha kutengwa na ndugu, jamaa, rafiki, watu wa karibu. Kazi yako uliokuwa inakuingizia kipato imechukuliwa. Ni kipindi kigumu sana. Hiki ni kipindi kigumu sana. Unaweza yule aliyewahi kupitia hapo ndiye ananielewa vizuri sana. Hiki kipindi huwa ni kigumu sana, lakini tunamshukuru Mungu, yeye Mungu anayeweza kuwafariji wale wanaochoka na kukata tamaa, anayewashika mkono na kuwainua tena watu wake. Huwa anatuinua na kututia nguvu tena tukasonga mbele. Usiogope mpendwa, usiogope kwa hilo unalopitia. Hata kama umekataliwa na ndugu, umenyanyaswa na ndugu, wamekufukuza, usikate tamaa. Hayo ndiyo maisha, hayo ndiyo maisha mpendwa wangu.